hata kama kaka tuna shida ya hela. Oh, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe maisha yetu. Waitupe uone hapo kama unakosea kaka, na ni kama umeitupa riziki yetu kaka, ambayo Mungu ametupangia, na pia unamkosea naye Mola. Kaka, unajua sio wewe ambaye unatafuta, ndio maana najibwabatia, unajiropokea mchinga. Ila mdogo wangu, ungejua kazi ambayo mimi nafanya ili nipate hii riski, maana kazi yenyewe ni kubwa, lakini mshahara wake ndo kidogo mdogo wangu, hata haiwezi kidhi mahitaji yetu. Na kwa nini? Hii 20 iwe fungu letu la kila siku. Nimechoka mimi, maana jua lote lanipiga mimi nikiwa shambani napalilia shamba la mtu ili nipate chochote kitu ambacho kitatufanya sisi tuendelee kuishi, lakini naambulia hii 20. Kwani Mungu sisi hatuoni mpaka sisi fungu letu liwe ni 20? Wewe dogo Musa, nimekuja hapa nataka kupatia mchongo. Mchongo gani? Kuna hawa jamaa wawili, kuna mmoja anaitwa Milk, mwingine anaitwa Aravi. Nataka sehemu yoyote ile ukiwaona, nataka uwaibie na wapokonya kila kitu walichonacho, kama ni hela, kitu chochote cha thamani chenye uzika, yani wapokonye. Mimi sijali, nataka wapokonye tu bora. Mchongo huo tayari ameshanipa dogo Rich. Alishakupa? Ni vizuri, ila mnachonichanganya, amniambii sababu. Sababu gani unataka wewe kujua? Kwa nini wapokonya vijana wakati hao ni maskini? Haijalishi, ila nataka wapokonye tu. Sote binadamu tunashindwaje kupenda? Na sitaki cha sababu wala nini, nachohitaji ni ule jamaa aibiwe. Yani sitaki maongezi mengi, mimi nachotaka tu mchape kazi. Hata kwa sababu mnatakiwa kuwa mkuwe mmeshaikamilisha tayari kazi yangu niliyowaambia. Sawa, nimekuelewa. Naahidi kuifanya kazi yako kwa wakati. Sasa hao ndio mambo hayo niliokuwa nataka mimi, kwa wakati na kwa ukamilifu. Yani sitaki paparapupa, mambo ya kusema nimefanya kazi imesikama hapa imeenda yani haijakamilika. Mimi sitaki mambo hayo. Ninachotaka tu mfanye kazi kwa wakati, na malipo yenu mimi, yani mkikamilisha tu kwa wakati, malipo yenu wala yani naahidi kuwafurahisha, yani hata msijali kuhusu malipo, tawalipa mimi, ila bora tu kazi mfanye kwa wakati na mkamilishe. Sawa, hiyo iko ndani ya uwezo wetu, na tunaahidi kukufurahisha bosi wetu. Poa tu. Na watu wanamiliki magari katika hii dunia na wanamwabudu Mungu huyo huyo, na sisi pia tunamtumainia yeye, lakini kwa nini sisi tuamue 20 na sio pesa nyingi kama hao wengine? Kwani sisi huyu Mungu tumemkosea wapi? Maana mimi nimechoka. Kaka, kama unafahamu yoyote, kwa nini umediriki tufanye hela? Kama sio mimi niliitafuta, najua uchungu wake. Fahamu umepitia mambo makubwa kuipata 20. Unapaswa utambue anayegawa riziki ni Mungu. Kama leo fungu letu ndogo, ipo siku itakuwa kama la wale. Usirudie tena kitendo kama hichi cha kutupa hizi pesa, maana hizi pesa wewe ndio unaziona kidogo, ila zinaweza kukusaidia kwa chochote kile. Asante sana kaka kwa ushauri wako, na nitotilia maanani. Sitowahi kutupa pesa tena, maana katika vitabu vya dini
unaambiwa usitupe chakula. Kutupa chakula ni haramu. Pia haupasi kutupa kile ambacho umekipata, maana ukikitupa ni kama umekirusha kabisa, ukitaki tena. Mungu nisamehe kwa leo chenye nimekitenda. Mdogo wangu, nimejifunza kuwa kupitia njia mbaya, na nimetambua makosa yangu na sitowahi kurejelea. Maana hata kama lakini hiyo 20 inaweza kutusaidia kwa chochote. Tunaweza kwenda chukua maboflo mawili, gawanya na tukashiba. Asante sana Mungu. Maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe maisha yetu. Kaka, ni muda mrefu sana nimekuwa nikifanya kuzipa nyumbani, ila wewe hujawahi kama kufikiria maisha yangu. Hivi wewe waelewa unachokisema kweli? Mimi nitaacha kufuatilia maisha yao ile siku watanilipa kodi yangu au wataondoka katika ile nyumba yangu na sio kitu kingine. Nyumba? Ni nyumba gani unayozungumzia wewe? Ile nyumba uliyotaka kuuza nikakukataza? Ndio, ni hiyo kabisa. Kwani unataka kusema nini? Vizuri. Sasa acha nikwambie, ile nyumba sio ya kwako. Unasemaje mpuzi? Yenye umesikia. Kumbuka wakati uliojiweza kidogo. Ulisahau tulipotoka. Na ukataka kuuza ile nyumba. Ambayo wanaishi wale vijana. Na isingelikuwa mimi, ile nyumba ulikuwa nadhani umeuza kitambo. Na sasa hii nashindwa. Kwa maana wewe mwenyewe kwa kauli yako ulikataa ile nyumba na ukaniachia mimi. Kwa hiyo unataka kusema nini dada Jimmy? Huo ulikuwa ni utoto waniendeshe. Nilikuwa mtu wa kuwaza leo nitakula nini na sio za kesho nitakula nini au itakuwaje juu ya maisha yangu. Maisha hapo nipate kodi yangu ya hapa. Sinaongea na wewe. Ama unisikie? Hapana, sio kwamba mmekalia kimya. Na kuanzia lini ngia zikawa na kodi? Kuna kodi bro, hapa si kwenu. Bongo bro, hapa ndo watu wapite. Maajabu ya nyinyi wana kijiji. Mmeniwekea mimi wakati mgumu. Kwanza mlikuwa kwenye nyumba. Sasa hivi mmefikia mnanidharau na hadi njia mnataka mnilipishe. Kwani mimi nimewakosea wapi? Nimefanya kipi kibaya ambacho nyinyi kinawaleta juu? Kinawafanya nyinyi muwe mnaangalia maisha yangu, mnanichunguza jinsi kila kitu mimi ninafanya. Lini mtabadilika kunipatia uhuru wangu? Naumia hata mimi. Give me my freedom even if it's once in a life. Nahitaji uhuru wangu kama mwanadamu yoyote yule. Nchi inaruhusu kila mtu awe na freedom. Lakini nyinyi uhuru ndo mmenizuia. Kwani mimi nimewakosea nini? Mambo mengi bro. Nahitaji ni pesa. Nipatie hela mimi nitoke. Nisipotoa pesa utanifanyaje?
Taka kufa nini? Kwani hapa ni kwenu? Huku si kwenu bro. Toa pesa. Na nilikuwa mtu ambaye siwazi kabisa juu ya maisha yangu ya mbele. Hata kama ulikuwa mtu wa kuwaza leo utakula nini, ila wale watu hawataondoka pale nyumbani. Na kwenda pale popote pale, kwa maana wanahitaji msaada wetu, na inapaswa mimi na wewe tuwasaidie. Sasa hapo ndo mimi na wewe tunagombana. Inasema tuwasaidie watu na hata hatuwajui na hatujui ni watu walipotokea. Pia kumbuka, tuna uhitaji wa pesa za haraka sana, maana biashara zetu zimekwama. Kwa hiyo tunapaswa tuwafurushe wale pale nyumbani na tulete wateja wengine na ambao wanaweza kutupa sisi pesa na za kuendeleza biashara zetu. Kwa kweli kakangu akili yangu. Sasa hivi nimetoka kukwambia tuwasaidie, ila wewe bado unakatana tuna biashara zako. Yaani umenichanganya mpaka nimefanya hadi simu yangu nikaitoa mfukoni. Nataka nikuulize swali. Nakuuliza swali. Hivi wewe dadangu au uliokotwa wewe? Wewe niulize. Wataka mimi nisikazane na biashara zangu, nikazane ili zianguke kwa sababu ya hivi vinyangalika vyako hivi vichokora vijulikani mbele wala nyuma. Si ndivyo unavyotaka dada? Nikwambie mimi hapa nyumbani kwa sababu hizo biashara unazosema wewe ndio maana tumejenga hii nyumba. Lakini wewe nadhani ufikirii. Ndio maana hicho kichwa chako hicho kime hata sijui niseme nini. Maana humu vitu jani vitu vya upuzi tu. Hivi vitu vyako vitakupeleka wapi wewe? Au vilikupa ukanogewa? Lakini kwa nini mnafuatilia maisha yangu? Mimi hapa pesa sina. Na hii ni baraste, kila mmoja anapaswa kupita. Kwa nini mimi kila siku? Kwa hiyo mmekuwa traffic light officer mpaka upewe hongo ndo magari makubwa makubwa yenye yamebeba mizigo haramu yaingie nchini. Kwa hiyo mimi sina pesa, nieleweni, niachilieni kufuatilia maisha yangu. Hii ni barabara, kweni hata na utu. Niruhusuni nipite, sio kwamba mimi nahitaji sana huruma zenu, lakini nihurumieni. Maana maisha yangu yako chini, yako hali ya duni. Tafadhali kakaangu, nakuomba nionee huruma. Nakwambia unipatie pesa. Toa pesa bro. Si kwenu huku, barabara si yenu. Wewe umekuja wewe mgeni ama? Si ndio wewe mgeni? Utoe pesa bro bwana. Toa pesa, wataka kufa? Toa. Sina hela. Kwa hiyo kakangu, wewe chenye utaamua wewe sawa. Mimi niko tayari kwa repercussion. Kwa chochote ambacho utanifanyia, niko tayari. Mimi sina hiyo hela ya kukulipa wewe kwa sababu ya barabara. Hii ni barabara ambayo kila mmoja anapaswa apite. Kwa hiyo, wewe fanya ambacho wewe unaona ni sawa. Na pesa si ndio bro? Mimi nakubeba. Enda kuweka kule kwangu nyumbani. Au ndugu zako walete pesa nikuchukue. Sawa. Kwani uko bobo bro? Nakuonyesha bro man.
maisha yetu, tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Nakumbuka wahenga walivyosema, jijali mwenyewe kwanza ndo mjali jirani yako. Sote binadamu tunashindwaje kupe? Kwa nini unasema maneno kama hayo wewe kaka? Kwani tuko na maisha mazuri au nyumba nzuri hatupasi kusaidia watu wengine? Kama maneno ya Biblia yanavyosema, mpende jirani yako kama unavyopenda wewe mwenyewe. Masuala yako ya vitabu vya Biblia na maisha yangu haviingiliani kabisa. Hilo Biblia lako lilikuja kunisaidia kutafuta mali zangu. Sikia wewe, mimi sitambui kusaidia wala nini. Mwanzo katika kitabu changu cha akili kinasema, jisaidie mwenyewe kama ulivyo, lakini sio kusaidia jirani yako na ambaye hujui atakuja kulipa nini mbeleni. Na hilo likia akilini mwako. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa, haya ndo maisha yetu. Ona watu wenyewe. Ndogo, nakuja fanya nini hapa? Nimekuja hapa kwako kwa maana nimesikia wewe umemteka kakangu. Sasa umesikia tangu juzi, sasa ndo nakuja sasa. Kia pesa zinahitajika hapa. Ndiyo, nimesikia yote, ila sisi kwetu pesa hatuna, na kama unavyoona mavazi yetu ni ya duni. Kwani ulikuwa unahitaji shilingi ngapi? Nilikuwa nahitaji kama 1,000,000 pale. 1,000,000? Sisi kwetu hatuna. Ana hata shilingi 10 ya kununua chumvi tunakosa. Je, hiyo 1,000,000 tutaitolea wapi? Sisi kwetu hatuna wazazi, ila mimi namtegemea huyo kaka kila kitu. Mimi sitaki kujua, hilo ninachohitaji ni pesa. Namzuilia kaka na yeye ndo mtafutaji. Sasa hiyo pesa mimi nitaitolea wapi? Nimekuambia mimi sitaki kujua, nachohitaji ni pesa. 1,000,000 ya Kenya unipatie, mimi sitaki upumbavu. Ungemwachia tu, tungetafuta na tukakuletea pesa yako. Kwa hiyo ukimwachilia kwa kutafuta pesa uniletee? Sawa, tutatafuta na tutakuletea. Mimi namwachilia, ila basi ukinidanganya sisi hatuwezi kukugeuka wewe. Tutatafuta hiyo pesa, tutakuletea. Nzuri kijana, ngoja mimi kakutolee. Kakako ndio huyu unapatia, ila kumbuka ahadi ya deni ni kulipa. Nimekuelewa. Sasa kwenda mko huru. Asante kakangu kwa kuniachia. Stabure hiyo, pesa lazima mlipe. Sawa. Oh, maisha yetu, maisha yetu. Mwaka huu lazima niwe tajiri. Mimi ndo Jayram, mwamba mkubwa sana. Pesa lazima nipate. Mimi nataka nikuwe boss. Maisha ya uoni lazima nikuwe na pesa. Nataka nikuwe boss. Uoni lazima pesa ikuwepo.
Wewe mzee, toka nje tuongee. Kwani mzee Crash, unataka kutoka? Maana mguu huu ulikuwa kwako. Na ninavyokuona ulikuwa na nia kutoka. Maana ulivyovaa kanga yako, yani vizuri kabisa. Yaani umepigilia pamba smart kabisa. Ndio. Lakini una bahati, maana nilikuwa nataka kutoka. Kwani kilichokuleta ni nini? Maana ni muda sana hatujakutana. Ndio, nilikuwa nimekuja kupata ushauri kuhusu wale wapangaji wangu, nadhani unawajua. Unajua niliwapa siku 3 tu za kufanya malipo, la sivyo nitawafurusha. Lakini kwa sasa naona kimya tu, kumetulia. Nilidhani ni jambo la maana, kumbe ni kuhusu wapangaji wako. Mbona kwa majibu hayo rafiki yangu Crash? Kwani mimi kuomba ushauri nimefanya kosa au kuna shida? Sasa unaomba ushauri wa nini wakati unajua cha kufanya? Kwani wewe unataka nifanye nini? Maana mimi sijakuelewa. Kuelewi nini? Wakati ipo wazi. Wewe wafukuzwe. Maana kumbuka, huruma sio malezi. Na huruma mocha kaitafute kwa mamake. Sawa, nitajaribu kuyaweka maanani maneno yako, ila kuna shida. Kaka, nataka kufahamisha kuwa Jeni amerudi. Kwa hiyo huku kuteswa kumesha. Maana Jeni hawezi kuruhusu sisi kufukuzwa ndani ya hii nyumba. Na hii ni kwa sababu landlord ni kakake. Ni vizuri kama Jeni amerudi. Tambua pia sheria za ukoo wao haziruhusu mtoto wa kike kurithi. Unasema hivyo kaka? Namaanisha kuwa Jeni hawezi kumnyamazisha Arasia. Hii ni kwa sababu Jeni ni mtoto wa kike na huyu Arasia anatumia nafasi na fursa hiyo kumnyamazisha Jeni. Huyu Jeni hawezi kumzuia Arasia kutufukuza sisi hapa nyumbani, maana sheria za ukoo wao Arasia ndo miliki halali wa hizi mali zote. Kaka, tutafanyaje kama Jeni hata tutasaidia sisi? Mdogo wangu, tegemeo ni kwa Mungu, maana Mungu kitu akipiga tiki hakuna yote anaweza kuizuia. Tambua pia huyu Mungu ndiye afahamie sisi hatima yetu itakuwaje. Sawa kaka Ravi, nimekuelewa. Sawa, acha mimi niende katika harakati zangu. Unaweza pata chochote kitu ambacho kitastiri, utumbo na kitatufanya sisi tupate nguvu za kuendelea kuishi na kuona jinsi hawa na kijiji wanavyoishi na sisi. Sawa kaka, nakutakia kila heri. Ila sasa chakuwa makini nacho mdogo wangu, sitaki jirejelee kama siku ile unatoka hapa bila kuniaga mimi. Hicho sitaki ije kirejelee. Kama umeona umechoka, ingia ndani lala, lakini sio kutoka kuzunguka zunguka. Mimi sipendi. Kwa makini mdogo wangu, hichi ni kijiji na hichi kijiji ni cha moto. Ukikienda vibaya unaungua. Tafadhali mdogo wangu, kwa makini. I so beg you. Sote binadamu tunashindwaje kupendana? Kama tofauti hatuna budi kuhurumiana. Sote binadamu tunashindwaje Shida gani tena hiyo? Wale watu wanaoishi pale sijaleta mimi, aliyaleta ni dadangu, na ninaona nikiwafukuza bila ridhaa yake
italeta taharuki baina yangu na baina ya dadangu. Mbona sawa nicheka? Na kucheka maana hauna msimamo. Pia ukisimamia msimamo wako huo huo utafanikiwa. Nakumbuka mtoto wa kiume sio kuendeshwa na mwanamke. Wewe sio gari. Nitajaribu kukifanya hicho ulichoniambia. Pia itokee nifanikiwe, nitakujuza. Vipi, kabla hujaondoka niangalie za maji tu. Sawa, nimekuelewa. Lakini si namba yako ni ile ile? Ndiyo. Sawa, mimi nitakutumia. Maana waga mimi sitembegi na pesa zangu zote ziko humu. Yaani ziko kwenye simu. Kwa hiyo nikifika tu nyumbani mimi nitakutumia wewe. Usio na wasiwasi. Sawa. Watu wengine sijui wakoje. Wenyewe tumevurugwa na ya kwetu. Alafu wanakuja kutongezea mizigo yao. Hebu ngoja nirudi nyumbani. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Kwa hiyo kazi yote ambayo nimeifanya nimeambulia pesa ile ile 20 ya kila siku. Hivi hii 20 inaweza kutoa chochote katika ile kodi yangu ya 5,000? Haiwezi, maana hii ni ndogo sana. Acha 20 nikampatia mdogo wangu anunue chochote kitu ale, maana kwa sasa nadhani kuna njaa na hii itamsaidia pakubwa sana, itamfanya yeye ashibe. Acha mimi niharakishe nikampate mdogo wangu hajazidiwa na njaa. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida zetu ni wewe, uliosema tukikwamba utatujibu. Mbona twakuomba na kisha na dua na kisha wala sipati majibu. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Uvumilivu umefikia ukingoni. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, maana kila kukichwa huzuni, furaha kwa wenzetu. Mtatuaja shida zetu ni wewe, uliosema tukikwamba utatujibu. Mbona twakuomba na kisha na dua na kisha wala sipati majibu. Natamani ni beti unajua, maana life itachange taratibu. Ila ipo siku unajua yote yatakwisha, hali itakuwa sawa. Ndogo wangu vumilio, shida zitakwisha, hali itakuwa sawa. Maisha yetu
maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe, maisha yetu Mola tuonyeshe, Mola tuonyeshe maisha yetu, Mola tuonyeshe, Mola tuonyeshe maisha yetu.